Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Korea Kaskazini inajulikana kwa kuwa na uwezo wa kijeshi mkubwa, ikiwa ni pamoja na meli za kivita, makombora na nyambizi. Hapa ni baadhi ya taarifa kuhusu nyambizi za kijani zinazopatikana nchini humo Korea Kaskazini. Kwa maana Korea Kaskazini ndio nchi ambayo anaiongoza Rais Kidugu Kim, ambapo kwa hii leo tunakwenda kuchimba kwa kina nyambizi hizi za kijeshi ambazo Rais Kim anazitegemea kweli kweli katika upande mzima wa vita. Nyambizi za kijani za Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ina aina kadhaa za nyambizi, ikiwa ni pamoja na nyambizi za mapigano, attack submarines, na nyambizi zinazobeba makombora ya balistiki. Nyambizi hizi ni sehemu muhimu ya uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini, hasa kwa sababu nchi hiyo inatumia nyambizi kama njia ya kudhibiti ushawishi wa kijeshi katika eneo la Asia. Kwa maana nyambizi hizo zinawafanya wenyewe wawe bora zaidi katika eneo la Asia, hasa katika vita za baharini. Wana aina mbalimbali za nyambizi. Zipo nyambizi za mapigano. Hizi ni nyambizi zinazotumika kutekeleza mashambulizi dhidi ya meli au majengo ya kijeshi ya adui. Nyambizi hizi zina uwezo wa kupiga mizinga ya chini ya maji na kushambulia meli za adui kwa usiri mkubwa sana. Kwa maana nyambizi hizi uzikiingia tu ndani ya maji, basi zinaweza zikapiga mizinga katika meli za maadui chini, kwa maana wanamaliza chini. Rais Kiduku ni hatari kweli kweli. Lakini pia nyambizi nyingine ni nyambizi zinazobeba makombora ya balistiki. Korea Kaskazini imejijengea uwezo wa kutumia nyambizi kubeba na kurusha makombora ya balistiki. Nyambizi hizi ni sehemu muhimu ya uwezo wao wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga au ardhini kutoka kwa maadui. Hapa Rais Kim na nyambizi zake wanaweza wakashambulia watu kutoka juu, lakini pia wanaweza kujikinga kupitia nyambizi hizi za kijani, ambapo nyambizi hizi ambazo zinabeba makombora ya balistiki ni nyambizi hatari kweli kweli. Na nyambizi za Korea Kaskazini zinatumiwa kwa madhumuni mbalimbali ya kivita, kama vile shambulizi dhidi ya meli. Nyambizi za mapigano za Korea Kaskazini zinaweza kufuatilia na kushambulia meli za kivita za maadui, ikiwa ni pamoja na meli za Marekani na washirika wake katika maeneo ya bahari ya Japan na bahari ya Kaskazini. Nyambizi hizo zinatumwa na zinafanya mambo hayo, lakini pia kupiga makombora ya balistiki kutoka chini ya maji. Nyambizi hizi za makombora ya balistiki zina uwezo wa kupiga makombora kutoka chini ya maji na kwenda juu, jambo ambalo linawapa Korea Kaskazini uwezo mkubwa wa kushambulia kwa usiri mkubwa bila kutambulika kwa haraka. Lakini pia nyambizi hizi zinaweza kujilinda dhidi ya mashambulizi, kwa maana nyambizi hizi pia hutumika kama sehemu ya kujilinda dhidi ya shambulio lolote la kigeni, kwa kuweza kushambulia kutoka maeneo ya mbali bila kutambuliwa. Kwa maana nyambizi hizi ni rahisi sana kujificha na kuweza kushambulia katika mazingira yoyote yale. Sasa basi, taarifa kuhusu aina ya nyambizi hizi. Korea Kaskazini ina aina kadhaa za nyambizi, ikiwa ni pamoja na Sinpo Class Submarine. Hii ni nyambizi maarufu ya Korea Kaskazini inayoweza kubeba makombora ya balistiki. Ilionekana kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2016 na ina uwezo wa kubeba makombora ya balistiki ya masafa mafupi. Lakini pia nyambizi nyingine inaitwa Gorae Class Submarine. Hizi ni aina ya nyambizi ndogo zinazotumika kwa mashambulizi ya mizinga na inaonekana kuwa na uwezo mdogo ikilinganishwa na Sinpo Class. Hata hivyo, ina uwezo wa kufanya kazi chini ya maji kwa muda mrefu na kutekeleza operesheni za siri. Hakika matumizi sasa ya nyambizi hizi katika upande wa vita. Lakini pia nyambizi hizi za Korea Kaskazini pia zinatumika kama sehemu ya mbinu za kivita. Kwa maana Rais Kim anajivunia sana nyambizi hizi, na nyambizi zake kwa asilimia kubwa amezipaka rangi ya kijani. Ndio maana wanaziita green submarine, ambazo zinatumika katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, Korea Kaskazini ilionyesha uwezo wake wa kuzindua makombora kutoka kwa nyambizi chini ya maji mnamo mwaka 2016. Hii ni ishara kwamba nyambizi hizi ni sehemu muhimu ya nguvu zao za kijeshi. Kwa ujumla, nyambizi za Korea Kaskazini ni sehemu muhimu ya mikakati yao ya kijeshi, hasa katika kuongeza uwezo wao wa kushambulia kwa usiri na kujilinda dhidi ya mashambulizi kutoka nje. Mpaka hapa mtazamaji wa Bongo Super Media umegundua kwamba mataifa makubwa
ambayo yanajiweza vizuri kabisa katika swala zima la kijeshi, lazima wawe wana nyambizi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kupigana na watu katika upande wa bahari, kwa sababu ukiwa katika upande wa bahari inabidi uwe na nyambizi na meli za kivita ambazo zina uwezo mkubwa sana. Hivyo basi kwa upande wa Rais Kim, yeye anazo nyambizi ambazo zinamsaidia kupambana na watu baharini na zina uwezo mkubwa. Ziko nyambizi ambazo nimekuchambulia hapo, aina mbili za nyambizi. Zipo nyambizi ndogo na nyambizi kubwa. Zipo nyambizi ambazo zinabeba mabomu makubwa, lakini pia zipo nyambizi ambazo zinabeba mabomu madogo, kama ambavyo namtazama hapo mtaalam Rais Kim akiwa katika moja ya nyambizi yake ya kibabe kweli kweli, nyambizi hatari ambayo inabeba mabomu ya nyuklia, ambayo nyambizi hii ukiona imeibuka hivi, tambua kwamba hapo imeamua kutoka juu, lakini mwisho wa siku inashuka chini kabisa, na ikiingia chini inaweza kashambulia huko chini ambapo meli ya madui ilipo. Hapa mwamba Rais Kim, moja ya rais mbabe kweli kweli, akiwa katika nyambizi yake akiangalia hali ya hewa inaendaje. Na kama ambavyo nafahamu kwamba hizi nyambizi ni miongoni mwa nyenzo muhimu sana katika serikali mbalimbali. Sijajua katika upande wa nchi za Afrika Mashariki, kwa maana Kenya, Uganda, Tanzania na nchi mbalimbali, kama na zenyewe huwa zina nyambizi za kivita ambazo zinaweza zikawasaidia katika upande mzima wa vita, kwa sababu unapokuwa na nyambizi katika nchi yako, basi ni rahisi sana kupambana katika vita za maji. Ni tofauti na mtu ambaye hana nyambizi, sababu nyambizi imejengwa kwa material mbalimbali ambayo kimsingi yanaweza yakavumilia mashambulizi mbalimbali, lakini ukiwa unatumia meli tu ni rahisi sana kushambuliwa. Ndio maana hapa katika uchambuzi tumeelezea kwamba nyambizi ni rahisi sana kuishambulia meli, sababu meli inakuwa iko juu, lakini nyambizi inaweza kaingia chini na ikashambulia meli kwa kupitia chini, na mwisho siku meli ikapata itilafu kutokana na shambulizi hilo la nyambizi. Hivyo mtazamaji wa Bongo Super Media, hapa tumejifunza kwamba Rais Kim, miongoni mwa vitu vingine ambavyo vinampa kiburi zaidi ni kuwa na nyambizi hizi, nyambizi ambazo zina uwezo mkubwa kweli kweli, kama ambavyo tumeweza kuzichambua hizi nyambizi ambazo anazitumia huyu Rais Kim. Nyambizi mbili aina tofauti, inaitwa Sinpo Class Submarine, lakini pia Gorai Class Submarine. Hii Gorai ndio ndogo, lakini Sinpo Class Submarine ndio kubwa zaidi. Tazamaji Bongo Super Media, yapi maoni yako kuhusiana na nyambizi hizi za mwamba Rais Kim? Lakini pia unahisi nchi za Afrika Mashariki kuna nyambizi? Na je, Tanzania ina nyambizi? Unaweza pia ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments kuhusiana na maswali hayo.